Baba uliyeziumba mbingu na nchi, wewe ni kimbilio tegemeo la maisha yetu. Angalia naenda kunena mausia yako. Naomba unitumie kama chombo. Nisinene yaliyo ya kwangu, bali nene yaliyo ya kwako, ili nafsi zilizoziandaa ziweze kupokea neno lako. Ni asante kwa maana utatenda. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Tafuta nafasi uketi. Haleluya. Mimi namshukuru Mungu. Ameendelea kuwa mwema na ameendelea kuniokoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua mimi namshangaa Mungu. Mahali nilienda mimi sikuwa natarajia kufanya huduma yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Sababu tunawaelewa hao watu, hata kung'ang'ana tu mtumishi usalimie, hiyo nafasi huo unaweza kosa kupata. Bwana Yesu asifiwe. Si mnaelewa hata nafasi kwanza mahali tumeenda, hatakuwa tunaenda kuzika mtu hivi hivi. Tulikuwa tunaenda kuzika Mothers Union. Haleluya. Ambao haitakikani hata kubeba jeneza, ni wamama wanabeba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi nilishangaa nikiambiwa nitasoma neno. Hata ukiangalia kwa mtandao vile nilikuwa nimevaa, sikuwa nimevaa ati kwamba mimi ni mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Nikaambiwa nasoma neno. Hiyo nikashtuka. Unajua unaweza ambiwa kuna mahali utarajii, unajua kuna mahali unakaa unasema hapa chochote chaweza kutokea. Lakini kuna mahali utarajii hata kusalimia. Haleluya. Nikaambiwa mimi ndio nasoma neno. Sasa ile neno nilisoma, nilirudi nikatafakari. Unajua wale unawasomea neno wao wanahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi niliwasomea wao wakahubiri. Sasa mimi nilirudi nikaangalia ile neno nilisoma. Unajua unasoma kitu haraka haraka, unajua umeambia soma neno. Na nikasoma Wafalme wa kwanza mlango wa 19 wote mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Mlango wa 19 wote. Lakini nilirudi tena nikasoma sasa mimi mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitaanzia 11. Haleluya. Wafalme wa kwanza 19, mimi naanzia 11. Haleluya, umepata? Nataka tusome pole pole. Nataka hiyo ikuingie. Chukua mic. Nataka ikuingie hata wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua mimi nilisoma, unajua umeambiwa soma neno. Sasa wewe unasimama tu na kusoma. Huwezi anza kufikiria. Sasa mimi nilifundua, unajua kufungua tu pa. Na nikasoma. Nikasema potelea mbali. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma kuanzia 11. Nataka tusome pole pole. Chukua mic. Mimi nilisoma mlango wote kuanzia wa kwanza mpaka kuanzia namba 1 mpaka mwisho. Lakini kuna vitu mbili nimepata pale, lakini yeye ndiye alinishangaza. 11. Wafalme wa kwanza 19 mstari wa 11. Ehe. Akasema toka usimame mlimani mbele za Bwana. Na tazama Bwana akapita. Sikiza hapo. Bwana akapita. Ehe. Upepo mwingi wa nguvu ukapasua milima. ukavunja mwamba mbele za Bwana. Lakini Bwana hakuwemo katika upepo ule. Sielewa. Lakini Bwana hakuwepo katika upepo ule. Na baada ya upepo tetemeko la nchi. Lakini Bwana hakuwamo katika lile tetemeko la nchi. Na
Na badala ya tetemeko na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto. Lakini Bwana hakuwemo katika moto ule, na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Yaani hata moto ulipowaka ukaanza kuteketeza vitu, hata huyu Mungu hakuwa ndani huo moto. Ndio akasikia sauti ndogo ya utulivu. Ikawa Eliya aliposikia alijifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango. Natazama sauti ikamjia kusema, unafanya nini hapa? Eliya akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga. Nami nimesalia mimi peke yangu. Nao wanitafuta roho yangu waitafuta roho yangu waiondoe. Bwana akamwambia, enenda urudi katika njia ya jangwa. La Dameski. Ukifika mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu, na Yehu mwana wa Israeli Nimshi. Mtie mafuta awe mfalme wa Israeli. Na Elisha mwana wa Shafati wa Ebel Mehola. Mtie mafuta awe nabii mahali pako. Na itakuwa atakayeokoka na upanga wa Hazaeli Yehu atamuua. Na atakayeokoka na upanga wa Yehu Elisha atamuua. Pamoja na hayo nitajisazia katikati Israeli watu 7,000. Katika Israeli watu 7,000. Kila goti lisilomwinamia Baali, na kila kinywa kisichombusu. Basi akaondoka. Baba uliyeziumba mbingu na nchi, wewe ni kimbilio tegemeo la maisha yetu. Tumesoma neno lako, nielekeze jinsi upendavyo wewe. Ni asante kwa maana utatenda, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Haleluya. Hili jambo nilirudi nikafikiria na nikalitafakari sana, kwa sababu hizi vishindo ambazo zimetokea, kwanza kunasemekana Mungu hayuko ndani. Haleluya. Lakini neno limesema ya kwamba, yaani hili neno mimi nilisoma polepole. Akasema, ondoka usimame mlimani mbele za Bwana, na tazama Bwana akapita. Haleluya. Unajua kuna kitu na kufikiria. Biblia imetuambia Bwana akapita.
Baada ya hapo, upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima, ukavunja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana hakuwemo. Haleluya! Sasa unakuta katika Injili kuna mambo lazima wewe uangalie, uchunguze wewe kama wewe. Haleluya! Sababu gani? Kuna mtu atakuja atakwambia kitu ambacho mpaka wewe utatetemeka, useme sasa huyu ndio Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa ukishatetemeka, ukishaona huyu ndio Mungu, ndio huyu ndio mtumishi wa Mungu, baada ya siku chache kama utamfuata, utafika mahali useme kumbe tulikuwa tunafuata, tulikuwa tukifikira kuna Mungu, kumbe hakuna Mungu. Kumbe hakuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine atakuja. Unajua huyu amekuja na anapasua. Haleluya. Hebu niambie, huyu anakuja na anapasua miamba. Haleluya. Labda anakuja anapasua hata wale ambao ni wagumu kuokoka. Mpaka unasikia wanasema hata mimi nataka kuokoka. Amepasua miamba kabisa. Unasema huyu ndio Mungu anahubiria hapa. Lakini baada ya hapo unakuta kumbe hakukuwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana makanisa mengi wameweka kurusedi, na ile kanisa ukiangalia ndani, waliojaa ndani ni washarati na wachawi. Haleluya. Lakini walipohubiri walikemea hizo vitu. Lakini walipookoka wamekaa kanisani washarati na wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na Mungu. Haleluya. Haleluya, kulikuwa na Mungu. Lakini wao waliona huyu ni Mungu. Sababu hao watu walihubiriwa waokoke ni watu ambao wakiangaliwa kijijini watu wanawashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shida ya kwamba hao watu waliokoka, lakini ile tabia yao hawajaacha. Bwana Yesu asifiwe. Tabia yao hawajaacha. Sababu hapa baada ya miamba kupasuka, lakini Bwana hakuwemo katika ule upepo. Na baada ya upepo, tetemeko la nchi. Sasa ile tetemeko la nchi, utakuta kila mahali watu wametetemeka. Sababu maji marefu amekuja. Watu wanamfuata nyuma hivi, unaweza fikiria ni kitu kizuri wanaenda kupewa. Haleluya. Haleluya. Yaani mimi Mungu alinipa kibali ingine sikukutana na yeye. Haleluya. Haleluya. Mlisikia kuna mtoto Brandoga amefufuka. Hii habari ilienea kila mahali. Kuna mtoto alikuwa amekufa, sijui alikuwa amechukuliwa msukule. Hadi stori zingine ambazo ukisikiza kichwa kinauma. Haleluya. Sasa mimi niliomba usiku, nikafunga, nikasema leo sikuli, kesho nitaenda kumuona huyo mtoto. Haleluya. Nilipoingia maombi, nikaambiwa hakuna haja ya kwenda. Hilo jambo nimeshughulikia. Sababu niliuliza, si kuomba kwamba naenda kuona mtoto. Niliambia Mungu, neno lako limesema watatokea wengi wa uongo na watadanganya wengi. Na pale naona watu wanapanga laini kwamba wewe umetenda muujiza. Na wanatoa pesa ili kuona mtoto aliyefufuka. Haleluya. Sasa hawa watu watapotezwa wote, mpaka wateule. Usiache wateule wako wakapotea. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa siku, kesho yake
yake maskani walikuja wakakamata wote na kale kamtoto. Kumbe kalikuwa kamtoto kamechukuliwa Tanzania, kaja wakulie pesa huko. Haleluya. Kesho yake waliokota pesa. Mimi niliuliza mtu, wewe sasa unaenda kuona ule maiti yule mwenye amefufuka, unaenda tu direct? Hapana, kuna sijui kuna nini unga hapa mweupe unakanyaga ndani, halafu unakuja unapigwa marashi ya uso ndio uende maji ifunguke umuone. Si umerogwa tayari? Haleluya. Hapo hujarogwa. Umesharogwa. Hizi vitu unaruka, ujui ni nini unaruka. Halafu umetoa pesa kuona mtu aliyefufuka. Kama ni ushuhuda, si wamtoe nje kila mtu amuone. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana miamba inapasuka wewe ukiwa unaona huyu ni Mungu, kumbe Mungu hayuko. Na ndio maana huwa nang'ang'ana kila mtu aonyeshwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii kanisa inabaki hivi sababu wenye wanakuja wanaonyeshwa na wanafunguliwa, wanapata kazi. Haleluya. Sababu najua sasa huyu amepata kazi Nyahururu, tutamwambia huwa anapanda gari akija huku kanisani. Haleluya. Tutamwambia hivyo. Sababu hii kanisa inafungua waliofungwa wafunguke, maisha yao ifanye nini? Ibadilike. Na hiyo ndio lengo langu. Sababu Biblia inasema tuwahubirie maskini habari njema. Habari njema ya maskini ni ipi? Habari njema ya maskini ni ipi? Sasa hivyo wewe umenini? Wewe umefafanua. Sitaki ufafanue. Habari njema ya maskini ni nini? Haleluya. Jamani, habari njema ya maskini. Hamjui habari njema ya maskini ni kupata hela. Haleluya. Hiyo si ati mambo mengi. Habari njema ya maskini ni apate nini? Pesa. Sasa mimi nimeambia na ubiria maskini habari njema ya kufanya nini? Ya kupata pesa. Sasa ukija wewe uje uombe Mungu akuonyeshe, ukilala njaa waambie Mungu, angalia nimelala njaa, na si ati sina nguvu ya kufanya kazi, si ati sina ujuzi wa kufanya kazi, naomba unisaidie, kazi yangu iko wapi? Haleluya. Ndio maana ile siku niliwaambia mimi sijui baraka zangu ziko wapi. Ningejua mahali ziko hata sijisumbui huko. Naenda tu direct na kuchukua na kuweka mfuko. Na kwa vile sijui ndio maana na pambanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa unakuta kwa vile hawa wamekuja na mtetemeko, wamebeba kijiji kizima, mpaka wewe unatoka kwa msimamo wako unaenda kudanganywa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mimi niko na tabia moja. Nikishaona umetoka umeingia kanisani, mimi sina shida. Na hata sitakufuata ati umeenda kushiriki huku alafu mimi nije wewe ulikuwa mshirika wangu wa wapi? Halo? Mimi nilisema sina mshirika, niko na watumishi. Mungu akikufungua uanze kutumika na upate madhabahu ya kutumikia, mimi hata na kupigia debe, endelea kutumika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu hata mimi kutoka Western, mimi nilikulia katika African Divine Church. Ukiwa mtoto na miaka 5 unafundishwa kupiga ngoma. Haleluya. Kama nadanganya ndugu yangu wako pale. Halafu mimi babangu alikuwa mzee wa kanisa. Halafu niambie mtoto wa mzee wa kanisa ataweza shindwa kupiga ngoma? Ngoma zinalala kwao nyumbani. Niamke asubuhi awashe moto, aanike kidogo itoe sauti vizuri. Haleluya. Sasa unakuta tunapofanya unakuta kuna watu wanatetemekea mahali ambapo hakuna Mungu. Na ukitaka kujua hii kanisa hakuna Mungu, angalia wale wanashiriki ndani. Wengi na ndio wako kwa madhabahu. Waangalie tu utasema kwa sawa, hapa tunaenda mbinguni.
Haleluya. Amen. Sababu wako kwa madhabahu. Tena wanaruka pale. Tena akikuhubiria anatetemeka kama wewe ni siku ya kwanza kumuona. Utasema sasa hapa nimemuona mtumishi. Hello. Lakini akitoka pale utakutana naye kwa mama pima. Hello. Akishatoka madhabahuni unamkuta kwa mama pima. Naye anapima pale. Kumbe ndugu sio umeokoka, kuokoka ni kanisani. Haleluya. Amen. Alafu wengine wametiwa kasumba kwamba wiki nzima mimi nifanye tu dhambi, nitaenda Jumapili kutubu. Kwa hiyo unajua Mungu atakuja Jumapili. Kifo utakufa Jumapili. Haleluya. Sasa utakuwa umechukuliwa na mwenzako ati mnaenda outing wapi? Afrika sana. Mtafika kule pikipiki pinduke. Ikishapinduka sasa mchungaji atakuja kukuombea aseme ulikuwa umetoka wapi? Haleluya. Nitaambia washirika dada alianguka na pikipiki saa 8 usiku. Alikuwa anatoka wapi? Alikuwa anatoka wapi? Haleluya. Ujue ya kwamba sasa wewe unashiriki kanisa hili, wewe ndio unatangaza hiyo kanisa huko mbele. Kama wewe uko na vituko vyako, wanajua ile kanisa. Watu wote wa ile kanisa wako na hizo vitu. Haleluya. Amen. Unajua mimi nilipokuta Eldoro roho zimetawala ni za usharati, niliomba Mungu anisaidie. Haleluya. Sababu hizo ndio roho zimetawala wapi? Huku. Ukitaka kujua zile roho zimetawala mahali, sikiliza story yenye watu wanapiga. Utajua tu hii roho ndio imetufanya nini? Imetawala hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hiyo roho mwenye amevaa anajua wacha huyu niangalie kama atanisalimia. Halafu anaona umsalimia, naona huyu ni maziwa lala tu. Sasa badala aseme chenye alikuwa anataka, yeye sasa anasema kuko hivi na leo, kumbe yeye hayani ile lengo lake alikutimia. Sasa kusema huyu mchungaji hata haeleweki. Sasa wewe usipofikiria kwa nini mchungaji haeleweki? Huyu ni mwanadada na huyu ni mwanaume, anasema huyu haeleweki. Kwani kulikuwa nini haeleweke kivipi? Haleluya. Amen. Sasa unajua utajijazia ujue ya kwamba labda huyu alikuwa na mpango wake lakini huyu hakuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwaambie siri. Unajua ukishaingia kwa utumishi kuna vitu vingine unaonanga tu na macho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna vitu vingine unafanya unaona tu na macho. Saa nyingine unakuwa tu uko kwa nyumba, unaona huyu anakuja, unashindwa. Sasa vile umeona, sasa ukimuona unakuwa makini. Unajua vile nilimuona atakuja vile ama atakuja na vingine. Anakuja na ile njia tu yenye uliona. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuta inakuwa ni rahisi wewe mtumishi kuruka. Haleluya. Na sasa ile kanisa yenye unaambiwa hapa hakuna kuonyeshwa, hapa hakuna kuota. Utafanya vipi huduma? Haleluya. Sasa unakuta mahubiri yako sawa. Sasa unajua katika injili kuna watu wa aina ngapi? Aina mbili. Kuna mtu anafundisha neno la Mungu kama kisomo. Vile mwalimu anafundisha kuhusu kuendesha ndege na hatawahi endesha ndege mpaka akufa. Haleluya. Amen. Kuna mwalimu anafundisha sheria akiwa shuleni na hatawahi kuwa lawyer. Haleluya. Sababu yeye ako pale sababu ako kazi. Sasa mimi nikienda kusomea uchungaji nipate certificate, lazima niwe na mahali nitaenda kuitisha kazi.
Haleluya. Kwani nimeleta certificate ikae nao nyumbani? Si lazima niende nitafute kazi. Halo. Na nikishaanza kutafuta kazi, nitahubiri nifurahishe Mungu ama nifurahishe wenye nahubiria? Haleluya. Lakini hapa tunafaa kutangaza Mungu ajulikane. Na ndio maana nataka hata kama nguvu gani itakuja, hata kama uwezo gani utakuja, wewe usikie roho tulivu nyororo, Mungu akuongeleshe. Mungu akishakuongelesha utaanza kupakua. Useme hii hii wacha nisimame na hii. Bwana Yesu asifiwe. Sababu najua kuna vitu ambacho unakuta tunafanya na unakuta kuna mashahidi ambao wanashuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Shahidi wa kwanza ni nani? Haleluya. Shahidi wa kwanza ni nani? Unajua shahidi wa kwanza? Haleluya. Shahidi wa kwanza ni shetani kama umekosa. Anataka hakikisha aenda ripoti kwa Mungu, angalia amefanya. Halo. Shahidi wa pili kama umeolewa ni mume wako kama atakuwa amejua, ama mtoto wako kama atakuwa amejua. Hao ndio mashahidi wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hiyo hautaondoa, sababu huyu mtu ameona na macho na hautabadilisha hilo hali. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sitaki kuja akute babake ako na mpango wa kani. Atamuita mama. Haleluya. Mtoto ako na kitambulisho, atamuita huyu mama. Haleluya. Utakuta kuna umri ikifika unajiaibisha tu mwenyewe. Sasa hata hao watoto wakikosana hautakuwa na nguvu ya kumwambia jamani, hivi inafanya ni vibaya. Haleluya. Nataka kuambia kama ni baba umeoa mke mwingine, atakwambia baba, wewe unajua tu hao wanawake, si hata wewe walikufanyia hivi ndio maana ukachukua huyu. Utasema mtoto amekutusi. Kama ni mama, hata msichana wake amekuja, mama nilikuwa nafikiria wanaume ni wazuri, kumbe ni wabaya tu, angalia ndio maana ulitoka kwa baba, ndio maana na mimi huko hata huko siko tena. Sasa waani unapewa neno ambalo hata uwezi simama ukasema jamani mtoto wangu mume wako ni mzuri. Haleluya. Sasa ukishaambiwa hivyo na mtoto, utaanza kumshauri arudi kwa mume. Itabidi ujipange useme Mungu nisaidie. Sasa nitakana ikifika mahali anza kutengeneza CV yako na upate kitu ambacho hata ukisema mbele ya watu kinakubalika. Bwana Yesu asifiwe. Sababu hapa na ujue ya kwamba unajua mtumishi Apostol alipokuwa hapa alisema kuna watu wako hapa wako na roho mbili. Si ndivyo? Kama mimi ndio nilisikia. Na akasema watatoka wataenda wataacha baraka zao wapi? Hapa. Mimi sijui ni kwa nini alisema hivyo. Haleluya. Wataenda lakini watakuwa wameacha baraka zao nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Ndio jua ya kwamba unakuta Elia alipotaka kufa akaambiwa ile huduma uko nayo huwezi kufa. Kama unataka kufa, kitu cha kwanza enda mtie mafuta fulani awe mfalme. Enda mtie mafuta fulani awe mfalme. Alafu mtie mafuta fulani awe nabii mahali pako. Haleluya. Kwa vile wale ambao waliitwa kwa huduma wafanye ndani ya superpower, saa ile wameenda
wameacha nafasi, kuna mtu atakuja ajaze, na akishajaza ile nafasi, kama huduma ungefaa ufanyie superpower huko uliko, vita zenye utapigwa utashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi tunaelewana? Sababu huyo aliambiwaje? Kwa vile wewe, hebu nisome hapo vizuri. Sikiza, Bwana akamwambia, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski. Ukifika mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu. Yaani Mungu anapanga. Haleluya. Amen. Mungu anapanga. Na akasema, na Yehu mwana wa Namshi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli. Yaani Mungu amepanga. Haleluya. Alafu akaja hapa akasema, pamoja na hayo Yehu na Elisha mwana wa Shafati awe nabii mahali pako. Haleluya. Alafu akaja akapanga vita strategy. Yaani hakuna kutoroka. Bwana Yesu asifiwe. Yuda anatoroka kwa Hazaeli, anaponyoka. Anampata Yehu. Yehu naye ako na upanga, anataka kumchinja. Sasa hivyo akitoroka kwa Yehu kama atafaulu, akifika kwa Elisha anamalizia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hata yale mambo yanaendelea kwa nchi, unajua hao ni wafalme wa kwanza wamepangwa wawili. Yaani mwenye anatoroka huku anakimbilia kwa huyu mwingine, mwenye anatoroka huku anakimbilia kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vile huko, na kama unaona unafanya huduma vizuri na inakubalika, kuna mahali unaweza ukakanyaga mpaka ukaona ni kama huduma yako imeshuka. Na ndio maana watu wengine wanasema, nilipotoka mahali pale ni kama wameniombea kinyume. Kwa nani? Mimi utaniombea kinyume kwa nani? Mungu ni wa haki. Labda uniendee kwa mganga, na mganga kwa Mungu atoboi. Haleluya. Sababu Mungu kama unaniomba ukiomba kinyume, ni wewe mwenyewe unajiharibia. Hadi Mungu, unajua kitu cha kwanza, mimi nikisimama kwenye haki na wewe usimame kunipiga vita, unajipiga wewe. Sababu Mungu akiangalia, hata kwa akili yangu sikuwazi. Haleluya. Kwa akili yangu sikuongelei. Hata hakuna kitu napiga story kukuhusu wewe. Na wewe unang'ang'ana tu, mvunje ule mtumishi, mvunje. Utangojea nivunjike. Utakuta ndio kitambi kinaongezeka. Haleluya. Kwa sababu gani? Mungu anapanga, anajua huyu mtumishi nimemweka hapa na kuna kazi anafaa kufanya. Na ndio maana mahali nilifika hapa, ukakuta wachawi wamenizunguka. Mungu alianza kuwafuatia wao ili nipate na niwe na space. Wachawi wenye wamebaki, si wengi wanapiga superpower vita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wale walikuwa hizi ndio kusema sahihi wako. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa mwaka gani mwingine alitolewa Ikuja aje afunge superpower Eldoro? Bwana Yesu asifiwe. Yaani mganga ametolewa Ukambani kule Ikuja, anakuja kufunga nini? Kanisa la superpower Eldoro. Bwana Yesu asifiwe. Uzuri Mungu alikuwa mwaminifu, alikuwa ameshanionyesha nyoka mdogo anaongoza nyoka mkubwa njia. Nikaamka nikashindwa.
nyoka mdogo anaongoza nyoka mkubwa njia. Hii kunaendaje hapa? Sasa nilipoamka ndio nikakutana na mambo ya ikuda hapa, kwani mganga ametolewa kule aje afunge kanisa la Superpower. Nikajua kwa hivyo huyu ndio nyoka mkubwa. Sasa ameletwa na nyoka mdogo wa Eldoro. Bwana Yesu asifiwe. Kila saa walikuwa na mwaga damu hapa. Hakuna damu inayoshinda damu ya Yesu. Haleluya. Kisa na maana mimi niondoke. Haleluya. Lakini bado niko sana. Sauti iliyonileta ndio ile sauti itakao niondoa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuta wewe usipomsikiliza Mungu utaenda na upepo. Usipomsikiliza Mungu utaenda na tetemeko. Usipomsikiliza Mungu utaenda na moto. Haleluya. Lakini ukimsikiliza Mungu utasikiza injili. Ukishaenda kwako kwa nyumba unaambia Mungu, nimesikia injili, lakini mimi kama mwanadamu sielewi kinachoendelea. Naomba nifundishe zaidi. Ukilala tu Mungu atakuletea picha ya ule mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Na akishakuletea picha ya ule mkutano, hautapotea sababu wewe uko na picha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kiwa tu wewe unakubali kila kitu, utaambia kama yule mwingine aliambiwa nyumba yake iko na mapepo hapo moja. Aishi wapi? Haleluya. Mwingine aliambiwa nyumba yake iko na mapepo hapo moja. Mwingine akaambiwa gari yako iko na mapepo. Nitakana mchungaji aendeshe mapepo iishe. Haleluya. Lakini huyu mtu amekubali kwamba gari yake iko na mapepo, mchungaji aendeshe mapepo ifanye itoke. Lakini huyu wa nyumba hakubomoa. Haleluya. Sababu unajua kuna vitu vinakuja, wewe usipofikiria utajiangusha mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana wanasema hapa kila mtu ajue kuhubiri. Unajua ukijua kuhubiri itafika mahali uanze kuomba. Ukianza kuomba, hata ukisikia mahubiri mtu mwingine anahubiri, kuna roho itakuingia na wewe utaenda uombe. Ukishaenda kuomba, kuna picha utaona. Na ile picha utaona itakusaidia kuenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ujitegemee hata ukiwa peke yako. Haleluya. Nataka ujitegemee hata ukiwa peke yako. Tuliambiwa hapa Yusufu aliota kuambia wazazi wake wakakasirika. Lakini ilipofika yale maono kutimia, hata Yusufu alikuwa amesahau. Haleluya. Hata Yusufu alikuwa amesahau. Ndiye akaja tu kuitwa kwa jela. We, Yusufu ni nani? Ni mimi. Njoo huku. Enda oga. Chukua hizi nguo badilisha. Tunaenda. Unajua anashindwa, kuna yeye anashangaa. Unajua ukiwa umefungwa na kifungo yako haijaisha na unatolewa, unajua unakuwa na wasiwasi ama naenda kunyongwa. Halo. Haraka twende. Akafika kwa Farao. Baada ya kutoa ile Farao, alienda kuoa msichana wa yule alimpeleka jela. Haleluya. Amen. Tunaelewana? Yule msichana yule baba mwenye alimpeleka jela. Sasa Yusufu alioa mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Unajua yule alikuwa adui yake. Kwa hiyo hata sisi
tukitulia, tusikie sauti ya Mungu, yale maamuzi tutachukua yatatusaidia katika ulimwengu wa kiroho. Utakuta kile unaamua ndio kinafaulu. Kile unataka ndio unapata. Lakini unakuta chenye unataka sio hicho unapata, sababu maombi yako na chenye unataka viko viwili tofauti. Haleluya. Amen. Sababu hapa Eldoro nimekuta kuna kila kitu. Haleluya. Ni wewe uchague unataka nini. Haleluya. Amen. Eldoro kuna kila kitu. Ni wewe ujue unataka nini. Kile hakuna ni pesa. Na pesa ndio shida kubwa ya dunia nzima. Haleluya. Sasa ile kitu kiko ni kwamba tunataka tuombe Mungu atusaidie tujue sauti yake. Unaweza ona ndoto na hiyo ndoto kwa hakuna Mungu ndani. Unaweza kuwa na maono na ukuta hayo maono hakuna Mungu ndani. Sasa nikitakusaidia ni kuomba kwa ajili ya hayo maono. Haleluya. Lakini kama ni sisi, Mungu amekuja, upepo unavuma, haya hapo naanza tu kusema nisamee nifanye. Lakini Elia hakushtuka. Anajua sauti ya Mungu. Sasa na sisi tunafaa tujue sauti ya Mungu. Alijua hii si sauti ya Mungu. Ikaja tetemeko, hii si sauti ya Mungu. Kaja moto, hii si sauti ya Mungu. Sisi tuko hapa hatujui sauti ya Mungu. Na ndio maana tunayumbishwa kwa sababu sauti ya Mungu hatuijui. Lakini ungekuwa unajua sauti ya Mungu, unaifuata. Unaifuata mpaka uje uipate. Na kama unajua sauti ya Mungu na umngojee, atakuelekeza akwambie fulani, enda shiriki kanisa fulani na unifanyie kazi fulani. Haleluya. Na kama unajua, ukiona mtu ako hii kanisa na anahama anaenda kanisa hii na anahama anaenda kanisa hii, yeye afati mambo ya nini ya Mungu. Haleluya. Kwa sababu gani? Kama angekuwa anamsikiliza Mungu aliyempeleka kwa kanisa la kwanza, hawezi rudi amwambie tena toka enda kanisa hili lingine. Bwana asifiwe. Sababu wenye Mungu amewaelekeza waje washiriki hapa, wengi wao walitoka wakarudi kwa mabwana zao. Hilo ni jambo linakubalika. Bwana asifiwe. Kama huyu hatuwezi mwambia atoke kula aje huku. Huyo tunamsamehe na tunamwambia Mungu amlinde kula aliko. Na amtafutie mahali pa kushiriki. Bwana asifiwe. Lakini ungekuwa unasikiza sauti ya Mungu, utafika useme mimi hapa nilisikia sauti ya Mungu ndio nikaja. Kwa hivyo kama sijasikia sauti ya Mungu, mimi niko hapa mpaka Yesu arudi. Haleluya. Kama sahi mimi niko hapa kabla sijasikia sauti ya Mungu, mimi niko hapa mpaka Yesu arudi. Lakini nikisikia sauti sasa fanya hivi, hiyo sauti ndio nitaifuata. Na Mungu akikupa sauti lazima atareplace. Bwana asifiwe. Vile alifanya kwa Elia, alimwambia kifo yako bado, amka ule. Enda na jangwa mahali fulani, mtie mafuta Elisha awe nabii mahali pako. Kwa mimi Eldoro, si ati mimi Mungu amekosa mtu Eldoro. Ni huyo mtu labda hajapatikana. Ama ile kazi Mungu alinipa nifanye sijamaliza. Niliwaambia mimi ningekuwa ati nilikuja Eldoro mimi mwenyewe, ningewakimbia. Tulikuwa tunawasalimiana kwa simu. Haleluya. Amen. Ningewakimbia, nyinyi wenyewe mnajua Eldoro yenu. Si mnajua Eldoro yenu?
Umbea ndio sana. Lakini kwa vile ni sauti ya Mungu imenileta hapa, inabidi nivumilie mpaka nisikie sauti ya kuniambia sasa huduma ya Eldoro umemaliza. Nikisikia hiyo sauti, yani hata kama ni usiku, yani asubuhi naamka nikijipanga vile nitabeba vitu zangu. Haleluya. Sababu mimi siko hapa, sababu mimi sasa mimi wa kutoka Biga labda ni huyu peke yake. Haleluya. Kuna mwingine? Hakuna. Mimi nimekuja Eldoro, sina ndugu, sina dada, sina nani. Nilifuata sauti ya nani? Ya Mungu. Kuna wengine wanafanya hapa huduma, wako na madada, wako na mandugu, wako na mahali pa kuenda. Mimi sina mahali pa kuenda. Bwana Yesu asifiwe. Ako na shamba kubwa. Haleluya. Na ndio maana unakuta hata hao ambao wako na mashamba ndio wanaendelea kudidimiza wapi? Eldoro. Bwana Yesu asifiwe. Sababu nakuta mtu anakuambia sasa hii shamba silimi, njoo nikupe squatter. Akishakupa squatter, ukishafagia tu shamba ikiwe safi, anaanza kuambia unajua watoto wamekuja, sijui. Sasa watoto walikuwa wapi ndio waje saa ile nimesafisha shamba? Ama unajua sasa wewe unatoka unaenda nyumbani, unakuta wameshachimba mashimo ya ndizi pale ndani. Hakuna shida, wewe otesha tu na hizi ndizi zikikua. Hiyo ni laana unajitafutia bure. Huyu mtu alipoingia shambani, kuna alitumia nguvu yake excess mpaka shamba ikatakata. Wewe unataka tu wewe lima weka ndizi hapo ndani. Haleluya. Wacha niwaambie, ardhi ni kitu kibaya sana. Haleluya. Utadhulumu mtu na hautaona kitu imefanyika. Utaona tu mimi shamba si ni langu. Utadhulumu na hautaona kitu imefanyika. Saa ile utazeeka, yule mtu ulidhulumu hata ujue utampata wapi. Alafu ukosee uende kwa nabii akwambie kuna mtu ulimkosea shambani nafaa kusamehe kwanza. Utampata wapi? Utampata wapi? Alishaenda. Hata wengine wamekufa. Sasa unakuta unaambiwa kinachosumbua familia yako ni mtu fulani anaitwa fulani. Unamjua? Namjua. Alikuwa anafanya nini? Alikuwa ananifanyia kazi ya shambani. Halafu alienda wapi? Hata sijui alienda wapi. Huyo akikusamee, familia yako inafunguliwa. Utalia, utatafuta namba, utafanya kila, umeshapewa kabisa. Huyo akikusamee, familia yako inafunguliwa. Yule ulifukuza, hata akiona namba yako anakata. Hello. Hata akiona namba yako, ng'ombe gani hii? Anakata, anarudia simu. Akiona unamsumbua sana na kuweka blacklist. Unaenda unaomba mwingine simu. Unapiga inaingia. Akisikia tu sauti yako, kuna nini hapo? Alikuwa naomba, anakata simu. Tena huyo anawekwa kwa blacklist. Yaani yule tu akisikia sauti yako, yule mtu anawekwa kwa blacklist. Na huku uko na shida, unataka tu akusamehe. Unamuuliza jamani, nifanye nini unisamehe? Haleluya. Amen. Sababu kinachosumbua Eldoro ni zile vituko zilifanyika shambani, ndio mashamba iko vile ilivyo. Mtu ako na shamba kubwa hawezi lima, anangoja alimiwe. Akishalimiwa anaanza siasa. Haleluya. Mimi tangu nije Eldoro Taveta
nimelima mashamba yamefika karibu 5 hivi. Nililima ya kwanza, nikaotesha mmea wa kwanza, haukufanya vizuri. Nikaotesha mmea wa pili, Mungu akasaidia ukafanya vizuri. Nilipoenda nyumbani, sababu nimeenda huduma, nikija nakuta mwenyewe ameweka ndizi katikati ya mmea wangu. Utafanyaje? Sio nikukwambia ondoka. Haleluya. Na kwa vile ati sina ndugu, tunapelekana polisi kufanya nini? Natoa mmea wangu na kuachia shamba lako. Sasa ndizi ziko porini, hawezi palilia. Haleluya. Ndizi ziko porini, hawezi palilia. Sasa unakuta sasa umekaa katika utumishi, unafika mahali unakutana na hali, unasema siniende tu nyumbani, nini kinanisumbulia hapa? Lakini usiku naambiwa we, acha upumbavu, hujamaliza kazi hapa. Haleluya. Kwetu nalima shamba, ukishaotesha hakuna cha kuweka dawa nini. Unaotesha, unapalilia, unangojea kuvuna. Hakuna sijui weka dawa, sijui weka nini. Ile kitu wanaweka kama ni mahindi, tunaweka urea. Hiyo tu. Na hiyo ndio imeisha. Kuna mahindi huko tunasifu sana inaitwa hybrid. Ukishaweka uweke urea na upalilie vizuri. Hakuna cha dawa, cha sumu, cha nini, hakuna. Na uko na guarantee lazima utavuna. Lakini hapa ukiotesha hata maharage lazima utembee na madawa. Bila hivyo hakuna kitu unavuna. Sababu ile shamba imeshalaaniwa. Wale si wadudu, ni mizimu huku ndiye nakula hizo vitu. Haleluya. Sasa mimi nimeingia boma lingine, nikauliza kuna nini? Kumbe babu alipoua mtu shambani, sasa ule mtu alikuwa akimsumbua, roho yake kirudi. Akaenda kwa mganga, akapewa kitu aje achimbie nyumbani. Alipokuja kuchimbia nyumbani, akaambia familia yake, hii ni kinga. Kumbe si kinga ile wale wanajua, ni kinga ya kukinga huu mzimu aliua shambani usije kumsumbua. Sasa alipokufa, yeye anajua vile alikuwa anapambana na mzimu wake. Sasa watoto wamebaki na mzimu, wanashangaa. Wafanye nini? Haleluya. Damu isiyo na hatia ukimwaga utailipia na familia yako. Wacha ile yenye labda uko na pikipiki umegonga mtu bahati mbaya. Hata Mungu anajua hiyo ni bahati mbaya. Hata shetani anajua hiyo ni bahati mbaya. Umegonga mtu na gari, bahati mbaya. Hata shetani anajua hii ni bahati mbaya, Mungu anajua hii ni bahati mbaya. Lakini ile umechochea mpaka mtu akafa, hiyo damu nailipianga mpaka kufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeelewana? Sasa hapa lazima ujue sauti ya Mungu, na inapotokea ujue hii ni sauti ya Mungu. Hebu ninyenyekee. Haleluya. Sasa ukionyeshwa ndoto nzuri kama umelala na mpango wa kando, utasema ni Mungu ama ni shetani? Umeota ndoto nzuri na huku umelala kwa mpango wa kando, utasema ni nani? Ndoto nzuri kabisa ya mafanikio. Haleluya. Utaota ndoto nzuri na haitatimia, kwa sababu hiyo ndoto imeingia ukiwa mahali ambapo sipo. Na ndio maana watu wengi wanaota ndoto nzuri ambazo hazitimii. Angalia, ukiota ndoto nzuri, angalia mazingira ya kwako, ulikuwa wapi? Haleluya. Mungu, mbona umenionyesha pesa, nimeomba sijapata pesa? Ulionyesha pesa ukiwa wapi? Haleluya. Sisi tunaelewana? Ni kama unaombea mtoto aache ulevi.
Saa ile unaomba, yeye ako kwa kilabu analewa. Ile ombi likitoka hapa likimfikia, linakuta mlevi chakari. Ile ombi litafanya kazi. Haleluya. Kama uko na mtoto mlevi, ngojea ile siku najua huyu mtu ako nyumbani na amelala nyumbani. Amka usiku, muombee. Na Mungu akikupendelea, ampelekee ndoto. Sababu utakuna pambana, yeye anangorota. Unaongea na roho yake, unaambia Mungu ninatuma neno. Na yeye anangorota. Ataota ndoto vile ulevi ni mbaya. Utashtukia mtoto wako ameacha ulevi. Haleluya. Lakini wewe mwenyewe huwezi amka usiku ombe. Lakini unasema mtoto aache ulevi. Unamuombea saa ile ameketi kwa kilabu. Utakana muombee saa ile unajua mwezi iko kona hajalewa. Ukishamuombea na uambie Mungu amsaidie apige mahesabu. Akishaanza kupiga mahesabu, atafika mahali ataacha mpombe mwenyewe. Haleluya. Na hata jua ni wewe umemuombea. Unajua kuna watu, wanadamu tuko na kasumba. Tukiombea mtu lazima tumwambie unajua ni mimi nimekuombea. Mimi Eldoro nimeombea watu wengi sana. Na hata wengine hawajui kama ni mimi nimewaombea. Kuna tu baadhi kuna unaenda na mwambia wewe unajua familia yenu watoto wa kiume hawatakikani. Sasa ukitaka fanya hivi na hivi na hivi. Nikaenda kwa mwingine nikamwambia wewe njoo tuombe. Nikakemea tu hayo maroho hata ajui ni nini nakemea. Nikaenda kwa mwingine. Sasa unakuta huyu amejua nimemuombea, huyu mwingine hajui nimemuombea, kuna mwingine hajui nimemuombea. Sababu Mungu amenionyesha. Na sasa naponionyesha, ninaona huyu mtu kuna kanisa anaenda. Nikienda kumwambia sasa fanya nini? Niwacha nikuombee, atajiuliza maswali mengi. Haleluya. Amen. Na akishajiuliza maswali mengi, atachakachua lile ombi nitamuombea. Akishachakachua halitamsaidia. Haleluya. Tumeelewana? Kuna wengine Mungu aliniambia lazima watoe sadaka. Nikaambia Mungu hawa watu wanashiriki kanisa lingine. Nitawaambiaje watoe sadaka? Haleluya. Naambia Mungu angalia situation kama hii. Hawa watu nitawaambiaje watoe sadaka? Na ndio maana nilipoanza mjengo naenda tu kumuomba simiti. Unakuta anafunguka ananipa. Jamani tuko na mjengo pale. Naomba kamfuko ka simiti. Anafunguka ananipa. Naambia Mungu tumia hii iwe ndio sadaka yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa watumishi wengine, mimi nimekuombea, sijui nini. Fanya unalazimisha mtu mpaka unakuwa kero kwake. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka wewe ufunguke. Ukishafunguka, maisha yako yatakuwa ikiwa mazuri. Naambia Mungu asante umemsaidia huyu. Naambia Mungu asante umemsaidia huyu. Haleluya. Kanisa la Super Power lina kufungua watu. Wenye wamefungwa wanafunguliwa. Na wakishafunguliwa, maisha yao ibadilike. Haleluya. Na ikishabadilika, ni wewe useme sasa hapa Mungu ameshanisaidia, wacha niangalie vile nitafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mfanye mazoezi. Gari iko ya kufanya huduma. Sisi tumezoea kutembea na barabara tukipiga goma. Tena tunaunga gwaride kutoka hapa paka kule tukipiga goma. Nyinyi hiyo hamjazoea hiyo. Haleluya. Huku nyinyi hamjazoea. Kuunga gwaride mnatembea kutoka hapa paka town. Na mnaenda mkicheza barabarani. Nyinyi huku hamjazoea? Hamjazoea. Sasa nyinyi fanyeni mazoezi.
tutakuwa tunaenda na gari yetu tunahubiri mahali, tukishahubiri tunarudi huku. Sasa mimi nataka nitangaze injili. Sasa kujua wanadamu watafanya nini. Kabla sijazeeka, kipindi ambacho siwezi zunguka, lazima